Sasa bwana, leo niliwaahidi off pitch nitakuja kuwapa story ya Francis Xavier Ngannou. Huyu bwana ni Mkamerun. Yeye anapigana mixed martial arts. Currently yuko under PFL, Professional Fighters League, ambao watakuja Afrika kwa mara ya kwanza mwaka huu. Event ya kwanza ya mixed martial arts kutoka kwenye kampuni kubwa itafanyika Afrika, na itafanyikia Afrika ya Kusini for the first time. Kwa hiyo nayo ni another big story. Moja kati ya jina kubwa PFL ni Francis Ngannou. Wengi wanaijua UFC, Ultimate Fighting Championship, kama ndo kubwa zaidi, promotion kubwa zaidi ya mixed martial arts duniani. Sasa Francis Ngannou alishift kutoka UFC kwenda PFL mara baada ya mkataba wake kutamatika. Hapa nataka tumzungumzie Ngannou, historia yake kutoka Cameroon mpaka kufikia kuikonka dunia, akifahamika kama the baddest man, akipigana kwenye uzito wa juu kabisa. Francis Ngannou. Bwana amezaliwa Cameroon, ni mzaliwa wa Cameroon. Akiwa na umri wa miaka 13 alishaanza kufanya kazi kwenye machimbo ya mchanga kwa ajili ya kutaka kupata kipato. Akifika umri wa kama 15 16 hapo, makundi mengi ya kihalifu Cameroon yalimtaka ajiunge nayo kutokana na kwamba physically alikuwa strong, na ukiangalia physical appearance yake iko hivyo. Kwa hiyo jamaa alikataa kujiunga nao. Lakini Francis alikuwa na ndoto kama watu wengine au kama vijana wengine wanapokuwa na ndoto, hususan wa Kiafrika ambao wana ndoto ya siku moja kufika Ulaya. Kwa hiyo Francis alikuwa na ndoto ya kufika Ulaya ama kufika Marekani ama kutoka nje ya bara la Afrika. Hiyo ndio ilikuwa ndoto yake kubwa, lakini anawaza atatoka vipi mpaka kufika huko, kwa sababu elimu yake duni na mambo mengine hana. Lakini pia ndoto yake nyingine kubwa ilikuwa ni kuwa bondia mkubwa duniani, bondia wa boxing. Sasa Ngannou akaona ndoto yake ili ifanikiwe lazima apite the hard way. Ikabidi aanze kutafuta namna ya kuzamia nje, namna ya kuzamia. Sasa kwenye kuzamia kwake ikabidi atoke Cameroon safari mpaka Morocco, ambako ndo karibu kuingilia Spain. Akadakwaga pale. Akadakwa Spain. Akadakwa kwanza pale Morocco. Akarudishwa mpaka jangwani, akaachwa. Alivyoachwa jangwani akatafuta namna tena ya kufika tena. Akafika, alipofika pale akaingia Spain. Alipofanikiwa kuingia Spain akadakwa. Akapigwa jela. Akapigwa jela pale. Baada ya kupigwa jela ya kukata tamaa, alipochomoka pale akawa anaitafuta Ufaransa. Sababu unajua Cameroon na Ufaransa ni French speaking countries. Kwa hiyo ni rahisi kwake, ilikuwa rahisi kwake kwa namna moja au nyingine. Kwa akaingia Ufaransa. Alipoingia Ufaransa hamjui mtu. Hana ndugu, hana mshikaji, hana yoyote. Yaani kwamba yeye ndio ndoto yake, kwanza nifike Ufaransa. Nitamjua nani, nitaonana na nani, hiyo ni tutajua huko tukifika. So long as lugha ni moja, tutajua namna kufika. Kwa Ngannou baada ya kufika Ufaransa pale akawa hana ndugu, mshikaji wala rafiki. Ikabidi aende gym. Kuna gym moja akaenda pale akaomba, kwa akawa analala gym. Kwa kazi yake ikawa ni kusafisha pale gym ili apate hifadhi ya kulala, lakini pia ana train. Kwa kaeleza ndoto yake yeye ni kuwa bondia, na bahati nzuri mmiliki wa ile gym naye ni ngozi yetu. Kwa alimuelewa, akaona na physicality ambayo iko nayo jamaa, akasema poa. Kwa akamtrain kidogo boxing, ila akamwambia wewe boxing utachelewa. Mambo ya boxing achana nayo. Ni kuconvert kutoka kwenye boxing uingie kwenye mixed martial arts. Huku naona utatoboa. Kwa hiyo jamaa aka-accept akaanza kutrain kuingia kwenye mixed martial arts. Kaingia kwenye mixed martial arts, ka train yeye na yule trainer wake mpaka wakaja kutoboa. Kwa akaanza kupigana mixed martial arts pale Ulaya, akacheza pale Ufaransa. Bahati nzuri akapata contract ya UFC, ambao ndo the biggest promotion company ya mixed martial arts ambayo iko Marekani. Kwa kambi yake ikiwa Ufaransa, akapata mkataba kujiunga na hiyo biggest promotion ya UFC ambayo iko Marekani. Kwa Ngannou akala zake mkataba pale, akaingia kule akaanza kutengeneza pesa za kutosha. Baada ya kuanza kutengeneza pesa za kutosha, jina lake likawa kubwa worldwide. Aishawahi kuchukua knockout of the year ambayo alimpiga Alistair Overeem, ikionekana kuwa ni bonge moja ya knockout, na akatunukiwa kama knockout of the year. Akapata nafasi ya kupigania mkanda wa ubingwa wa dunia kwenye uzito wa juu, kwa sababu ni heavyweight. Kwa mara ya kwanza akapigwa na Stipe Miocic, akapoteza ile fight.
baada ya kupoteza fight yake kwa Stipe Miocic, lakini kukaanza kuwa na migogoro baina ya yeye na trainer wake huko Ufaransa. Mambo yakawa tofauti. Unajua tena sisi tunavyokuwa yakisha kujaga mafanikio katikati kuna mambo mengine ambapo mpaka leo haijathibitika nani alikuwa shida baina ya trainer wake na Francis Ngannou. Yeye Ngannou ana maelezo yake na trainer wake aliyekuwa trainer wake naye ana maelezo yake kwamba Ngannou baada ya kupata jina na hela akawa hajali chochote kuhusiana na masuala ya gym iliyomtoa, hataki kuchangia bili ya umeme, hataki kufanya chochote, yani hataki kufanya chochote kuhusiana na kule. Wakati huo yeye Ngannou anasema mambo mengine kwamba trainer wake alikuwa anamfavor zaidi ambaye alikuwa ni training partner wake Cyril Gane. Mambo mengi sana akawa anazungumzika hapo. Kwa hiyo up until today hatujai kujua nani alikuwa ni mkweli kwa sababu ni maneno ya Ngannou dhidi ya maneno ya trainer. Kwa hiyo hatuwezi kuprove hiyo kitu. Kwa kukaa na mtafaruku mkubwa wakaachana. Ngannou akahamia rasmi Marekani. Kwa baada ya kupoteza fight yake ya kwanza ya ubingwa wa dunia kwa Stipe Miocic, akaanza tena upya kuitafuta mbio yake ya kupata mkanda wa ubingwa wa dunia. Mpaka alipokuja kufanikiwa kutoa, alifanikiwa kutoa mkanda wa ubingwa wa dunia, na ndo kipindi ambacho ubingwa wa madaraja matatu kwenye UFC kwa anashikiliwa na Waafrika watatu. Francis Ngannou ambaye ni Mkamerun, Kamaruddin Usman ambaye anatokea Nigeria, alafu kulikuwa na Israel Adesanya. Huyu sasa ana asili ya Nigeria lakini inasomeka zaidi New Zealand kwa sababu alitokea Nigeria akaenda New Zealand. Kwa hiyo ni New Zealand mwenye asili ya Nigeria. Na ni mweusi kabisa typical, aliondoka akiwa mkubwa wa miaka kama 8-10 hivi nadhani. Kwa hiyo ana roots kabisa ya Nigeria. Sasa baadaye Cyril Gane ambaye anatrainiwa na yule aliyekuwa trainer wake kwa sababu naye alipata contract UFC, akasogea akafika juu. Kufika juu akawa yeye ni mandatory challenger wa mkanda wa Francis Ngannou. Kwa hiyo akawa na vita. Cyril Gane inabidi apigane na former training partner wake Francis Ngannou kugombania mkanda wa dunia. Kwa hiyo ilikuwa ni vita baina ya Kempo aliyotoka na bwana Ngannou alifanya uswahili mkubwa sana kuelekea kwenye ile fight. Kabla ya fight yao kulikuwa na event nyingine ya UFC hapo katikati. Afu Ngannou akamkuta Cyril Gane pamoja na ile trainer wake kwenye hiyo event. Aliyopita kama hawajui. Kama hawajui kawapita shwa. Hakuna salamu, hakuna nini. Hiyo ni build up kuelekea kwenye hiyo fight. Na kwenda kwenye ile fight bwana Ngannou alifanikiwa kushinda ile fight. Akatoa fight yake. Mpaka anamaliza mkataba wake na UFC, alivacate mkanda, aliuacha. Sio kama alipigwa kupoteza. Ilibidi auache mkanda kama bwana mimi mkataba wangu umeisha, sirini mkataba na UFC, kondo akahamia PFL. Sasa Ngannou inaelezwa kwa nini alipewa jina la baddest man. Inaelezwa kwamba ni miongoni mwa watu ambao ni hardest puncher, mwenye ngumi nzito kwenye generation yake. Nikisema nieleze exactly thing hapa, kuna details kidogo zimenitoka, lakini walivyopima nguvu ya punch yake nzito kabisa, wanasema inakaribiana na gari moja BMW ya mwaka gani ikiwa kwenye full force. Yani ni sawa na kugongwa na hiyo gari ya huo mwaka, BMW ya huo mwaka ikiwa kwenye full force. Ndo force ambayo inatoka kwenye mkono au kwenye punch ya Francis Ngannou. Hapa nitamuomba bwana Pizzo atutafutie hiyo Francis Ngannou dhidi ya Aristeo Varim, uione hiyo knockout of the year jinsi ilivyokuwa. Akiweka pale utaelewa nini ambacho nazungumzia. Kwa hiyo nilitaka niwape story ya Francis Ngannou, mtu ambaye alitoka kwenye machimbo ya mchanga Cameroon mpaka kufikia kukamata ulimwengu wa mixed martial arts. Yeah. Hatari sana. We're done. Nadhani Jumatano nitawapa story moja ya mwanasoka mmoja au niseme ya mwanamama mmoja wa kizungu ambaye aliamua kukaa na mumewe mpaka anafariki kwa kipindi kirefu. Lakini niseme tu mumewe alikuwa kwenye koma kwa muda wa miaka zaidi ya 30. Lakini bibi yake hakumwacha. Alikuwa kwenye koma. Yeah, in a coma for 30 years. 30 plus years. Bro, 30. Yeah, na bibi yake hakumwacha. That's loyalty. More than on its top. More than loyalty. Kwa sababu 30 years in coma. 30 years? Yeah. Bro, unajua mtoto mchanga anafikisha miaka 30, yani anakuwa mzee. Yeah, of course.
anakuwa amefika katika umri huo, na kama kwa sababu tayari wale walishakuwa na watoto, manake wale watoto wao mpaka wamekuwa pengine wamepata wajukuu, yeye hajawahi kuona wajukuu, anamuona babu akiwa amelala. So we come with that story.